Safari ya uandishi wa kitabu hiki inatokana na maneno ambayo mara nyingi yalikuwa yakizungumzwa kwanza na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, akizungumzia uzalendo na kututaka. Moja katika matukio alifika kuwataja mpaka mashekhe na viongozi wengine wa dini waliokuwepo pale, kwa nini wasifanye utaratibu wa kuandika juu ya suala la uzalendo. Lakini baada ya hapo Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania alipata safari ya kwenda Misri kwenye kikao cha wanazuoni kule na mamufti wenziwe. Likazungumzwa sana suala la uzalendo, na aliporudi akatuambia mpaka kumekuwa na mapendekezo kwenye zile dharura 5, basi iongezo ya 6 ambayo itakuwa ni ile ya uzalendo, mtu kupenda nchi yake. Sikuwapo, nilipokea tu kwa maelezo ya mufti na kutaka pafanywe jambo kuhusu jambo hili, lakini pengine kilichokuwa kinasukuma ni yale tunayoyaona ya kwamba wapo watu wako tayari nchi zao ziharibike, miji yao ivurugike, kila mtu abebe mzigo kichwani akimbilia anakokwenda kwa sababu ya maslahi ambayo yeye anayataka. Asipoyapata yeye, basi na nchi pia isikalike na wala mji usikalike. Na wengine tunashuhudia kwenye nchi zingine huko huvishwa mpaka mabomu, wakaingia masokoni, wakaingia kwenye maeneo mbalimbali mpaka misikitini, wakawaumiza na kuwaua wengine ambao ni wananchi wenzao, wakati mwingine Waislamu wenzao, wakiamini kwa kufanya hivyo ni sawa sawa. Sasa haya pengine yalikuwa ndio sababu ya wao kuliangalia suala hili la uzalendo. Lakini pia na mimi kwenye kuangalia nikaona tuna mkanganyiko, niseme mkubwa, wa vitu viwili. Kuna neno linaitwa demokrasia, alafu kuna suala la uzalendo. Kipi kinatakiwa kitangulie? Utaona ni dhahiri uzalendo unatakiwa utangulie, na kama kuna demokrasia ifanyike kupitia ndani ya ule utaratibu wa uzalendo na si vinginevyo. Na hili la kupenda mtu kwao, kupenda nchi yake, ukisoma katika Qur'ani utaona misingi yake inatoka kule, kwamba mitume juu yao amani walikuwa tayari kudhuriwa, wengine mpaka wakauawa kwa sababu ya kupenda kwao, kuwapenda watu wao, kuwasimamia na kuwapigania katika kuwatoa kwenye hatari ya duniani na akhera. Lakini pia akatufunza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pale alipokuwa anaondoka Makka, anauangalia mji wa Makka, anasema ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya, uzuru ulioje wa mji huu na namna ninavyokupenda wewe kuliko kitu chochote katika miji mingine. Walaula anna qaumi akhrajuni ma sakantu ghayrak, lau kukosa watu wangu kunitoa nisingekaa mji mwingine zaidi yako wewe Makka. Kuonyesha mtu kupenda nchi yake, kupenda mji wake, si jambo linalokinzana na mafundisho ya dini yetu, bali ndio Uislamu hasa. Hata alipohamia katika mji wa Madina akaomba dua akisema, Allahumma habib ilaina almadina, Mwenyezi Mungu tutie mapenzi ya kupenda mji huu wa Madina, kahubbina Makkata au ashad, kama ilivyokuwa mapenzi yetu kwa mji wa Makka au zaidi. Kwa hivyo kwenye safari hii niliona kupitia maneno haya ni vizuri pakaandikwa na kuwekwa ufafanuzi mzuri wa wale baadhi yetu ambao wanadhani uzalendo na Uislamu ni vitu viwili tofauti.
ambao wanadhani pale panapoonekana kuna hatari ya kuvuruga utulivu na amani katika nchi, kiongozi wa dini, shekhe akisimama au imamu kulipigia kelele, anaonekana anaingilia jambo sio lake. Lakini ukitizama kwa maana ya uzalendo na spirit ya uzalendo, utaona kufanya hivyo ndio sawa sawa. Kwa hivyo haya yakanisukuma kwenye safari hii kwamba ni muhimu kutekeleza agizo la Mufti, kama ambavyo muhimu kutekeleza agizo la kiongozi wetu wa nchi kwamba paandikwe jambo kuhusu swala la uzalendo. Tulibebe hili jambo kwa uzito wake, kwa sababu bila ya uzalendo hatuwezi kuwa na nchi ambayo tunakutana hivi, tunakaa, tunazungumza na kupanga mambo yetu. Na uzalendo unafasirika pia kwenye tafsiri ya kwetu ya kawaida ambayo sasa ipo kwenye vitabu na kamusi, kwamba ni feeling of loving your country more than any others and being proud of it. Ni zile hisia za kupenda nchi yako kuliko nchi nyingine yoyote na kuona fahari kwamba wewe ni mwananchi wa nchi fulani. Kwa hili haligongani na misingi ya mafundisho ya dini, na ndio maana nikaona ni vizuri kuweka kitabu hiki kisaidie wale ambao wanapata tabu kati ya uzalendo na Uislamu. Kuna tofauti. Nikijitokeza kuonyesha mimi mzalendo, nitakuwa nimekwenda kinyume na dini. Hiyo ndio ilikuwa niseme chachu iliyosukuma kupelekea safari hii ya kuandika hiki kitabu. Lakini ndani yake pia, kama mtakavyokuja kuona kwenye safari hii, nikakutana na uzalendo wa namna mbili. Kuna uzalendo unaitwa wa upofu, blind patriotism, na kuna uzalendo unaitwa wa kujenga, constructive patriotism. Uzalendo wa upofu ni ule ambao tunaushuhudia kwa baadhi ya watu au vikundi fulani, kwamba wao peke yao ndo wanaamini ndo wazalendo, na wao peke yao ndo wanaamini wana mapenzi na nchi yao, na wengine wowote wale ambao sio katika wao, hata wakifanya kitu gani kikiwa kizuri hakifai kwa sababu hakifanywi na wao. Hata wakisimamia vipi mambo kuwa mazuri hayafai tu kwa sababu wanafanya wao na sio wao. Huu ndo unaitwa uzalendo wa upofu, kwamba wewe ndo unapenda zaidi, wewe ndo mwenyewe, wenzako wote wageni na hawafai kufanya mpaka kile unachofanya wewe. Na ukisema wewe hutaki, watu wote wakubaliane na wewe kwamba hii hapana, kwa sababu wewe ndo mzalendo zaidi. Lakini uzalendo wa pili wa kujenga, ambao ndio niliokusudia ndani ya kitabu hiki, ni ule uzalendo wa kuona sisi sote tuko sawa, na kwamba uzalendo wa kuona mwenzako akisogea mbele akawa anaongoza, anachokifanya anakifanya kwa spirit ile ile ya uzalendo, na wewe ukubali kwamba yeye naye ana uwezo na ana mamlaka na ana nafasi ya kufanya, bila ya kuona kwamba lazima uwe unafanya wewe tu, na kama sio wewe hiyo haifai. Lakini kuwe na kuheshimiana, usiwepo kutukanana, usiwepo kudharauliana, usiwepo kuvunjiana heshima na kuwekana kwenye mitandao ya kijamii kwenye namna ambayo inashusha thamani ya mwenzako, kwa sababu yeye vile vile ni mzazi na ana watoto. Watoto wake na familia yake haiwezi kufurahishwa namna wewe unavyofanya, alafu unadai kwamba wewe ndo mzalendo kwa kuvunjia heshima na adabu wengine. Kwa hivyo nimesisitiza zaidi ndani ya kitabu, mtaona uzalendo wa kujenga na kutoa mifano mbalimbali ambayo ni mifano ya kuelekeza uzalendo wa kujenga unakuwaje na ule uzalendo wa upofu unakuwa katika sura gani. Ili mradi safari hii msingi wake ilikuwa ni yale maneno ya Mheshimiwa Rais, lakini pia ilikuwa ni maagizo ya Mheshimiwa Mufti kwamba paandikwe kuhusu uzalendo ili watu waweze kuelewa maana yake, nafasi yake, umuhimu wake, isaidie katika ustawi wa nchi yetu katika namna nzuri anayoipenda Mwenyezi Mungu na kuiridhia. Kwa haya machache niwashukuru sana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.